Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea juu ya sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8, 2025 mara baada ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kugomea mchezo huo, na TFF na bodi ya ligi wakaweza kuwaelewa kwa kile kilichoweza kutokea, ambapo klabu ya Simba ikapata kugomea mchezo huo. Young Africans wakatimba uwanjani, lakini hawakukutana na chochote zaidi tu waliruhusiwa tu kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa, wakafanya mazoezi na mwisho siku wakaondoka. Sasa kile kitendo ambacho kilichoweza kutokea, msimamo wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans ukazidi kuweza kuwa mkubwa, wakaelekea pale mahakama usuluhishi ya michezo kasi kwa ajili ya kuweza kudai haki yao ya mabao 3 na pointi 3, lakini ngoma ikawa nzito kweli kweli kwa upande wa klabu ya soka ya Young Africans, ambapo hapa nazungumzia kasi wakaweza kutoa majibu yao ya kuweza kurudisha faili la Yanga katika, hapa nazungumzia mikono ya TFF, kile kilichoweza kudaiwa ya kwamba likamalizike kwanza huko, baadaye sasa ndio warudi katika kile kinachoitwa mahakama ya usuluhishi kasi. Sasa Young Africans wao waliweza kutoa tamko lao mara baada ya leo hii bodi ya ligi kuweza kutangaza mchezo huo tarehe husika ambao utakwenda kuchezwa, lakini klabu ya soka Young Africans wao wameweza kutoa taarifa yao leo hii juu ya kile ambacho wao wanakitizamia kuhusiana na mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Wanacheza ama wachezi, utakwenda kujua hapa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media, karibu tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans walitoa waraka wao juu ya kile kinachoendelea, ambapo ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo. Ulikuwa unasema uongozi wa Young Africans unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo kasi kuhusu kesi yao. Kasi imeelekeza Young Africans kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans hauna imani na uko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young Africans unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana na maendeleo ya soka nchini. Sasa Young Africans waliweza kuweka taarifa yao hiyo ambayo ilikuwa ikiweza kuzungumza hivyo, lakini kwa siku hii ya leo mapema kabisa TFF na bodi ya ligi wameweza kutangaza mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao utakwenda kupigwa tarehe 16 ya mwezi wa 6. Hapa nazungumzia pale katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeweza kujili, unaambiwa wamesema ya kwamba mchezo huo utakwenda kupigwa pale katika uwanja ule ambao pengine kila mmoja atakwenda kushuhudia namna gani ambavyo kila mmoja atakwenda kuona
kila kitu kitakachojili katika mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo kile kilicho tokea katika sakata hilo unaambiwa pengine Young Africans huenda wakatoka katika mashindano hayo na kuelekea pale Zanzibar kwa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wanafikiria kwenda kupeleka timu yao katika ligi ya Zanzibar ambako wanaachana na ligi ya Tanzania, na hii si kauli ambayo imekuwa ikiweza kuzungumzwa mara moja. Hata unazungumzia Simba Sport Club waliwahi kutamka wakasema ya kwamba wataelekea pale katika ligi ya Zambia kutokana na kutokuwa na imani na mwenendo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Unaambiwa Yanga wameishika pabaya TFF katika hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu, ambapo kutokana na sakata la kuahirishwa kwa mchezo namba 184 kati ya Yanga dhidi ya Simba, sasa ni muda wa mwafaka wa Karia na bodi ya ligi kujiuzuru, kisha iundwe bodi mpya na achaguliwe rais mpya wa mpira wa miguu ili kuunusuru mpira wa miguu ambao ulikuwa unakuwa kwa kasi, lakini kinachoendelea kina afya kwa mpira wetu. Yanga wameweka wazi kuwa TFF na bodi ya ligi wanaongozwa kwa upendeleo na dhuluma, hali ambayo inawafanya wasiwe na imani nao. Pia imesisitiza kuwa hawako tayari kucheza tena mchezo namba 184 kwani uliahirishwa bila kufuata sheria na kanuni. Nini kitatokea kama Yanga hatocheza mchezo huo? Timu pinzani itapewa ushindi wa alama 3 na magoli 3. Yanga watakatwa alama 15 au kushushwa daraja. Je, kama Yanga itashushwa daraja, watamlipa vipi Azam TV ambaye amewekeza hela nyingi ligi kuu, huku target yake kubwa ikiwa kwa Yanga na Simba? Vipi mdhamini ambaye ni NBC, watamfidia vipi pesa zake? Je, wadhamini wengine wataendelea kuidhamini ligi kuu bila Yanga? Je, Simba mshindani wa mshindani wa Simba atakuwa nani na atajuaje ana timu bora bila Yanga? Je, mashabiki wa Yanga ambao ni takriban nusu ya Watanzania wataendelea kununua vifurushi na kuangalia mpira ikiwa kwamba timu yao iko championship, alafu kule championship Azam TV hawaoneshi ligi ya championship, wanaonesha ligi ya NBC? Vipi sasa watu wataweza kulipia vingamuzi kwenda kuangalia uko championship kwenye kingamuzi kingine bila Azam TV? Kwangu naona itakuwa busara kubwa Kalia na bodi ya ligi wakiweza kuiomba radhi Yanga hapa mchezo ucheze na mchezo uchezwe kama kawaida. Bila kufanya hivyo itakuwa anguko la ligi kuu bara na mpira utatoka kwenye mchezo wa uungwana na kuwa mchezo wa chuki. Ameandika muungwana hapa nazungumzia Team Citizen wakiweza kuweka taarifa yao hiyo, muungwana kivuliwa nguo uchutama. Unaona bana kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya soka ya wananchi Young Africans inazidi kushikilia msimamo wao, na huku kila mmoja akiweza kusubiri hiyo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mambo yatakuwaje. Je, Young Africans watapeleka timu kama ambavyo ratiba inasema, ama na wao watagoma? Tuweza kusikilizia kuiona Yanga ikiweza kucheza ligi daraja la chini huko, wakiweza kucheza na kina hapa nazungumzia watu kama kina Stand United, Majimaji, Ndanda FC ambao wako huko chini katika ligi ya championship. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.